Inaitwa ndoa takatifu ikiwa imetajwa hivyo na andiko. Imetokana na neno. Ndipo inaitwa ndoa nini? Sio kwa kutamka kwa mchungaji. Imetamkwa na yeye, yani wahusika wametembea hapo kulingana na neno la Mungu. Niseme kwa mfano, unatokea kabila gani? Niongezea nasema mimi ni Mjita Mchimati. Sasa kama kuoa kwako uliambiwa oa Mjita, na kwamba hao wengine hapana, si wanawake, na hiyo ndio ikabeba maana ya mimi kutaka kuoa, utakuwa umefuata vigezo na masharti ya Kijita, na itakuwa ngumu sana kueleza walio katika bahari ya kioo wametoka kila taifa, lugha na jamaa na kabila. Utakuwa umepewa mke na Wajita, lakini Biblia inasema mke mwema mtu upewa na nani? Kisema uoe Mjita, itakuwa hiyo ni Marko ngapi, aya ya ngapi? Ndicho hiki ninachozungumzia. Inaitwa ndoa takatifu ikiwa ni neno ndio limewafikisha hapo. Kama sio neno, haiwezi kuwa na neno takatifu. Na anayeweza kutamka hivyo ni Mungu, na sio mchungaji. Una swali la nyongeza au una swali kabisa? Hebu uliza mama. Ninapata utata kidogo kuhusu ndoa, kwamba pengine tumezihesabu kama ndoa za kimila, kama nazo ni takatifu au sio takatifu. Zinaitwa tu ndoa lakini sio ndoa takatifu. Na pia je, zinakubalika katika uhalisia kama Mkristo nikifunga ndoa ya kimila? Yako mambo mawili hapo mama. Kabla Biblia haijaja Afrika, bado mafundisho tunayakuta ambayo yako ndani ya Biblia hata kama hawakuwa na Biblia. Na hiyo ni ushahidi ya kwamba Mungu amekuwa akiwasiliana na watu wake, hawajaacha kabisa, kwa sababu ametoka wote kwa mtu mmoja. Kwetu sisi kutoka kwa Nuhu, na Nuhu ametoka kwa Adam. Hawakutoka wakiwa watupu kabisa juu ya ukweli fulani. Kwa ndio maana unaona mtu anafundisha usiibe kitu cha mtu mwingine, lakini hawana Biblia wakati huo. Walijuaje? Kwa nini wanaweza kufundisha hivyo kwamba hiyo ni tabia mbaya? Kwa hiyo unakuja kuyakuta kwenye Biblia. Sasa kwa zile ndoa ndio unakuta nasema hapana, usichukue mume wa mtu mwingine au usichukue mke wa mtu mwingine. Lakini wakati huo hawana Biblia kabisa, wapagani kabisa. Ingawa kuna baadhi ya jamii ndio unaona kwamba kuwa na mke mmoja zaidi ya mmoja, hiyo walikuwa wanaona sawa. Ndio unapofika kwenye maandiko na gundua hapana. Sasa ndipo inakuja kwamba ikiwa wamefundisha na unakuta kutokuelewa kwao kote, halafu unakuta wameweka usafi na aina ya kuingia kwenye ndoa, na unakuja kwenye Biblia ukisoma unakuta ni hivyo hivyo. Kwa sababu ambacho ndoa imekikataa, na ni Biblia imekikataa, asiwe mke wa mtu mwingine ama mke wa mtu mwingine. 2, wasiingie kwenye mahusiano ya kimwili na hawajahalalishwa. Kwa hiyo ndio maana utakuta kabila nyingi hiyo halikuwezekana kabisa.
lakini ni wapagani. Umeona hicho kitu ambacho unaona utendaji wa Mungu ulivyokuwa. Alafu bado wanafundisha pana, usiende kwa mume mwingine ama mke mwingine. Wanasema pana. Hayo ni mojawapo ya mambo ambayo unayakuta hata jamii ambayo hawakuwa na maandiko. Kwa hiyo ni ushahidi wa utendaji wa Mungu hata bila kuwa na mafunuo mikononi mwao. Sasa swali lako la pili ambalo unasema kwamba hivi ni Mkristo kuoa katika ndoa ya kimila. Ndio hivyo kwamba Mungu anatenda kazi wakati hawajui chochote. Mungu anajua, waelewi. Wakishajua anawataka watende kulingana na neno. Mtu hawezi kuzima taa kwa sababu mkate unafunza. Atakula ni usiku. Lakini kuleta giza hakuondoi funza kwenye mkate. Hawezi kuacha nuru aende gizani wakati ana nuru. Kwa sababu ndoa sio ya wanadamu. Unaposema kimila ni wanadamu. Na muasisi wa ndoa ni Mungu. Na ndiye anayebariki na ndiye atakayefanikisha. Sasa kama mtu ana nuru na anaenda kwa kimila, maana yake anajaribu kuishi katika giza wakati ana nuru. Kwake huyo ataitwa amekosa. Lakini yule ambaye ana nuru, ndio nuru alionayo kwenye jamii, ndio hiyo, hana nyingine. Kwa Mungu anajua, amefuata utaratibu. Kwa ndio maana akienda kinyume na ile iliyo sawa katika jamii, bado Mungu anaona amekosa. Na niwape mfano wakati wa Ibrahimu na Abimeleki. Nuru waliokuwa nayo, huwezi kuchukua binti kabla hujakamilisha mipango yote. Lakini Ibrahimu akasema uongo, akasema huyu ni dada. Na Abimeleki sijui alikuwa na haraka gani, akamchukua kabla. Na Ibrahimu ana mwaka mmoja tu Sara awe mjamzito. Na yeye alikuwa na akili moja ya ajabu, aliona atadelay ule muda wa kukamilisha yanayopaswa mpaka aje Sara achukuliwe. Na alishangaa Abimeleki anamchukua right away. Kuna changamoto iliyotokea, lakini Mungu aliingilia kati. Kwa hivyo nikasema, kwa mfano nilisema nafikiri jana, kwamba mtu anapoenda ndoa ya kisheria ni kwa sababu pia hajafahamu. Kama ni Mkristo anafahamu, hawezi kwenda kwenye kufunga ndoa ya kisheria. Kwa sababu ndoa ya kisheria haifungi mlango wa kuwa na mke mwingine. Wale wanaofunga waelewe. Maana yake hiyo sio ya Kikristo. Ya Kikristo sheria inaelewa ni mke mmoja na mume. Kisheria haifungi huo mlango. Lakini la kwanza, la pili ni kwamba kwa kufanya vile, kama anachosema Mungu, sio mwenye ndoa na sihitaji Mungu katika kuishi kati yangu na mwenzi wangu. Na kwa kuwa tuna nuru, tunafahamu ukweli, kwa hiyo hatuwezi kumshauri, ila tutamwambia kuna lolote anapaswa kulitengeneza na Mungu wake ili aanze na Mungu. Ndicho tunamsaidia kufahamu. Kuliko aseme anakimbilia serikalini kwenye sheria. Ataenda kule, lakini atakuwa amekosa yule ambaye ndiye anayepaswa kufanya na hizo zingine. Kwa hivyo anajua nuru ama hajui. Kwa kuwa ni Mkristo na anajua, basi sisi tunapaswa kumshauri. Na kama imetokea amefanya vile, Biblia inasema tubuni. Kama hakuwa mume wa mtu na hakuwa mke wa mtu, atapaswa kuzungumza na Mungu, aanze wapate rehema za Mungu. Lakini kama ni mke wa mtu akaona akimbilie serikalini, kule wakamjustify, wakampatia haki. Lakini Mungu hajawahi kutoa haki hiyo, itabaki kuitwa zina. Na mzee, alafu baadaye tuendelee. Nina swali linalohusu fundisho la jana, nikiunganisha na ubiri la leo mchana. Fundisho la jana lilitueleza jinsi ambavyo Biblia inasema Musa aliruhusu talaka itolewe. Lakini Yesu baadaye akasema iliruhusiwa kwa sababu ya mgumu wa mioyo yao. Na akasema naloweza kufanya mtu akaachana na mke wake, sababu ni moja tu, ni uasherati. Somo la leo katika fundisho la mchana imeonyesha kwamba kuna room ya msamaha ambayo
kama ikitekelezwa, ina maana hata lile ambalo limesema linaweza karuhusu ndoa ivunjwe inaweza isivunjwe. Kwa maana nyingine, fundisho leo linatuambia kwamba hakuna talaka. Sasa naomba hapo ufafanuzi wa somo la jana na hili la leo, tunasimama katika lipi? Asante. Mlango wa talaka kwa sababu ya zinaa ni mwembamba sana, na utakagua ugumu wa moyo wa mhusika. Mungu amejitaja mara kadhaa akiambia Israeli, iko hapi hati ya talaka niliyowapa. Na swali lako linasema unaona kama hakuna nafasi ya talaka. Kabla sijafika hapo, nieleze mambo matatu. La kwanza, yule anayeleta hoja ya talaka kwa kanisa ahakikishe ni msafi katika hilo. Alipoletewa hoja, tumemshika mwanamke, tumemfumania katika zinaa, Yesu aliandika chini, asiye na dhambi na awe wa kwanza kumpiga mawe. Sio kwamba alikuwa anatia moyo zinaa, ila aliona hawa wote wenye madai ya usafi wa ndoa ni wachafu. Na uchafu wao uliwekwa wazi tu kwamba walimshika katika zinaa, na alikuwa na zini na nani? Mbona wamlete aliyekuwa na zini naye? Ameweka kanuni moja kwenye ile Mathayo 7:12, utakayo watu wakutendee nawe watendee vivyo. Ukiona mtu ameleta hoja kwa kanisa na ni hoja ya talaka na sababu ni uasherati, anachotaka kanisa lijue, yeye ni mwaminifu kwa agano la ndoa yake tangu na hivi alivyo. Kwa hiyo kanisa wasifanye haraka, muulizeni kama yeye ni msafi kwa jambo hilo. Usichukua hatua yoyote kabisa mkadhani mnaweza kumtakasa kwa kumchafua huyu. Hilo ni la ngapi? Kama yeye sio msafi kwa hilo, kesi imefitinika. Watieni moyo warudi, maana wote ni wachafu na kanisa haliwezi kufanya upendeleo. Jambo la pili, hapa Yesu ametupatia mfano mchungu mno wa kitabu cha Hosea. Kwenye hicho kitabu anataka atueleze mambo mawili. La kwanza, kila dhambi ninayotenda huwa anaumia. La pili, maumivu unayoyapitia yasikuondoe kwenye kanuni. Israeli walikuwa wamemwacha Mungu, na Mungu alikuwa anaumia, na hakuna Mwisraeli aliyeelewa. Akamwambia Hosea, nenda muoe Gomeri. Hosea alikuwa mwaminifu, mwadilifu mno, na jamii ilifahamu. Wamekuja kwenye ndoa, yule mama kilichoendelea, halafu Mungu anamwambia nenda umchukue, mara anadaiwa, anaenda analipa, anamchukua rudi nyumbani. Yale maisha yale yaliwaumiza sana Waisraeli waliokuwa wanaishi maeneo yale. Walisikitika mno,
walimhurumia mno Hosea. Huyu mwanamke ameishi namna hii, Hosea bado anang'ang'ana naye. Mungu alitaka hiyo feelings waipate, waone kutenda kwao dhambi anavyohisi. Kwa hivyo dhambi ni mbaya mno. Alitaka Waisraeli wajue vile Mungu anavyoelewa dhambi. Mimi na wewe tukitenda dhambi huwa tunabaki Mungu anasamehe, ilo watu jui anaumia. Kwa hiyo ndio maana alitaka Hosea kupitia hii ndoa awasaidie Israeli kujua anavyoumia Mungu tunapotenda dhambi, kwa sababu alikuwa katika ibada ya sanamu taifa la Israeli. La pili, kama Mungu anaweza kusamehe Israeli katika zinaa ya kiroho na anamtumia Hosea apitie uzoefu anaopitia Mungu, ndipo swali lako linakuja, kumwacha mke ama mwenzi kwa tiketi ya zinaa ni mlango mwembamba sana. Utacheki ama utakagua aina ya Ukristo ulionao. Na pengine ingelikuwa ni hivi, aliye mzinzi ndiye anayetaka kutoka, lakini inapokuwa ambaye ni msafi ndio anayetaka kutoka na ana haraka ya kufanya hivyo, inaleta maswali makubwa kuhusiana na uhusiano wake na Mungu. La tatu, ulazima ufahamu jibu lifuatalo. Katika zinaa ya mke wako ama mume wako hauna mchango wowote. Unasikia ninachoeleza? Hakuna mchango wowote katika hicho anachopitia, alafu ndipo ufanye hicho unachofikiri kama unaona una sababu. Ikiwa huna mchango kwa hayo maisha anayopitia mwenzi wako yasiyofaa, maana hapa sasa ni kati yako na Mungu. Ikiwa unaona huna mchango na mikono yako ni safi, tuliangalia hapa katika mambo mawili ya kwanza, ikiwa umewaacha wazazi ama umewasahau watu wa nyumbani mwako. Moja. Mbili, ikiwa hupendi fedha, unapenda mwenzi. Ndio maana nakagua hivi vitu vyote uweze kuangalia. Kwa hiyo kabla haujajisafisha, ruhusu Mungu akusafishe. Na ukiona huna mchango kwa hiyo, basi kwa yako matatu ya angalizo. Mungu anaweza kusamehe zinaa ya Israeli, na anaimtaka Hosea apitie uzoefu huo, kuonyesha ya kwamba bado inawezekana. Jambo la pili na tatu yote nimeeleza. Kwa hivyo ndipo inakuja kwamba, kwa hiyo kama mtu akiamua kusema huyu nimemkuta ni mzinzi na afanye hivi na vile, Yesu akasema kama unajua usiki na jambo hili, wewe wa kwanza chukua mawe mpige. Lakini kama unafahamu unahusika, Mungu hawezi kuwa rafiki wa yule mwenye sifa sawa na huyu anayeshtakiwa. Kwa hiyo mtu hawezi kusema huyu mke wangu ni mzinzi wakati yeye hajawahi kushinda zina. Hana sifa kabisa ya kuleta hiyo hoja kwa kanisa, kwa sababu ni dhambi ile ile, ila kwa sababu huyu ameshikwa ila huyu hajashikwa. Ni kwa sababu huyu ni mjamzito na huyu hawezi kushika ujauzito. Hayo yote yatafanyika, lakini ni vizuri kufahamu, itakagua sana Ukristo wa mtu. Na kama nilivyoeleza, ikifikia kuvunjika hapa, msaidieni huyu akili. Mwambieni aende ajiulize mwenyewe tu kwanza, aende. Na nilikutana na kesi kama hiyo ambaye mke amemshika mume katika uzinzi. Na sikuwepo, anakaja akaeleza,
nilipokuja baada ya miezi mitatu kiwa mchungaji wa mtaa mara fulani, akanisimulia na akasema anahitaji kuvunja ndoa, ndoa kanisa likubali mwenzi wake amevunja ndoa. Kwa hiyo nilichukua jukumu la kuzungumza na mmoja baada ya mwingine kwa muda tofauti. Kwa hiyo tulipozungumza na yule mwanamke akaeleza, nikamuuliza swali, nikasema hii hoja ya talaka kwa sababu ya uasherati, sababu ya zinaa, wewe ni msafi? Aliniambia, kwa kweli pastor, sijawa safi katika hili. Nikamwambia, sasa unaleta kesi gani? Kwa vile hujashikwa? Unataka kanisa likufanye msafi wakati unajua wewe mwenyewe ni mchafu katika hili? Kwa hiyo nikazungumza naye, nikamwambia swali la pili, mume wako anajua na wewe huwa sio msafi? Unaweza kumwambia? Ya tuendelee. Kwa hivyo agenda ilifitinika. Lakini nilipokuwa nimehama ule mtaa, nilimwambia kabisa, mimi ukiileta kwenye baraza hili, na mimi nikakutanisha yeye na mume wake, baadaye tukazungumza, lakini nilisema siwezi kusema mpaka umenipa kibali. Ukinipa kibali, kama unadhani itakuwa mabaya zaidi, sawa, lakini kama unadhani unaweza. Na baada ya kuzungumza akakiri kabisa hawezi kabisa kusimama mbele za Mungu na kusema mume wake ni mzinzi na yeye ni msafi na inapaswa hivyo. Alishindwa kabisa. Kwa hiyo nikamwambia kanisa halina agenda. Kwa hiyo sasa unafanyaje? Akaisukuma kupitia watu kadha wa kadha, lakini nilikuwa ni mchungaji pale na anajua nilivyozungumza naye. Ikawa tabled. Siku zikasonga, nikahama. Na watu wanatumiaga fursa hizo. Wanaziita ni fursa. Kwa hiyo baada ya miaka nikasikia ndoa imefanya nini? Imevunjika na kanisa limeweka muhuri wake. Na baada ya mwaka mmoja nikasikia na mere, bibi harusi ana meremeta. Kwa hiyo nikiwasiliana naye kwa simu namwambia hivi, kweli itashinda. Haijalishi uliwini wangapi katika uongo, ukweli utabaki kushinda. Unaweza ukawini kanisa lote la Magomeni, huwezi kuwini ukweli. Hamna. Unaweza ukawini mpaka mchungaji Semba, ukawini mpaka conference, ukawini mpaka union. Hizo zote ni rules. Ukimwini Kristo, hiyo ndio umeshinda. Watu pole. Kwa sababu mpasa Semba hana mbingu. Hata saa ya kwenda kaburini mwenye dhamana ya kukutoa ni yule uliyemwacha ukamuini Semba. Kwa siku unafufuka, utafuka unajiuliza ratiba za makambi Magomeni. Wanaofuka ufufuo wa kwanza hawana habari za ratiba ya makambi Magomeni, wanasema haleluya tunamngoja Bwana. Wanaofufuka ufufuo wa pili wanauliza saa ya ofisi, masaa yamefika. Kiona unafuka alafu unajiuliza lesoni ya robo hii inasemaje, ujue ni ufufuo wa pili. Kwa hiyo Biblia inasema jitahidi kujionyesha umekubaliwa na nani. Usisahau hicho kitu. Hata kama watu watakutia moyo wanakukubali lakini si sahihi, jitahidi kabisa ukubaliwe na Mungu. Ndio hivyo. Kwa hivyo nataka nisonge mbele sasa na wewe hilo swali utauliza kesho. Uenda limekuja kwa yatoka nayo. Unajuaje jambo la tatu ya kwamba unaishi kwa uchungu ama unaishi kwa furaha na mwenzi? La kwanza niliozungumza habari unahusianaje rafiki zako, waimbaji wenzako, wachungaji na nani. Paka hata mimi mchungaji siwezi kukaa kati yako na mwenzi wako. Kama mzazi ameambiwa asifanye, mimi ni nani? Kwa ushauri tunaweza kutoa lakini hatuwezi kufanya maamuzi. Kwa hiyo waache baba na mama yako
hujaacha, maana yake hauna. Yani kuingia kwenye ndoa kunahitaji ufanye priority yako ibadilishwe. Unapofanya hivyo, Mungu analeta wazazi, kwa sababu ni watu muhimu sana ambao ni rahisi sana kwa mtoto kuendelea kujaribiwa kwa maamuzi ya wazazi na ndugu na wengine wote. Lakini jambo la pili tuliona ni namna unavyohusiana na fedha inapohusiana swala zima la mwenzi wako. Kwa hiyo ikiwa unaweza kuogopa kumuonyesha fedha, unapataje na mnatumiaje? Unafua suruali, unahamisha hela, kuna siku utasahau tu. Na inatokeaga hivyo. Ilitokea kwa mtu mmoja, ni ndugu yangu, anahamisha hela, akivua suruali anahama nayo kwenye mfuko mwingine. Kuna siku nyingine alisahau mume wake, ametoka kwenye kazini, ana shilingi 500, na ilikuwa ni mwaka katika 1900 kama 1990 kitu, 500, na anaingia tu ndani, anabadilisha nguo, anapokea anaenda kwa mtu mwingine, vara karaka kuondoka, kufika kule kuzungumza naye, akakumbuka ile suruali hajatoa hela. Mke wake alikuwa anafua pale nje, akajua zile nguo za mume wangu ni chafu. Kwa hiyo akaenda akaingia ndani kwenda kuzifua. Kuja kuingia kwenye suruali kukagua, akakuta 500. Akaenda na yeye akazitunza. Baada ya dakika 10 mwanamume huyu hapa, moja kwa moja mpaka ndani. Ameona mke wake anafua hapa ndani. Pekua huko hamna. Tafuta zile nguo kutoka nje, anaona ndio hizo zimeanikwa. Kamwambia mke wake, kuna hela zangu umeziona? Mke wake akasema, hela nimeziona wapi? Ulikuwa umeweka wapi kwani? Nilikuja nafikiri kama nilikuwa na hela kwenye suruali. Hela kwenye suruali? Unaachaga hela kwenye suruali wewe? Unajua kuna maswali mengine mpaka unajiuliza, hivi kweli huwa ninaachaga hela kwenye suruali? Unajua aliishiwa pozi, msemo wa vijana, maana huwa haachi hela kwenye suruali. Akamwambia, labda angalia huyo aliyekuleta, labda ulidondosha, ulifanyaje? Hela kama ni nguo, mimi nimechukua nguo nimefua na ndio pale sikuona hela. Sasa kwenye hali kama hiyo una namna nyingine. Na yule mama hakumpa zile hela, na hawakuwa wa Adventista. Alibaki nazo na alizitumia alivyojua yeye. Au tunasema safi. Lakini watu wa Mungu hao bwana. Lakini si tunajifunza usifanye hivyo. Usifanye hivyo, kwa sababu hautatatua, utakuwa unaongezea tatizo. Maana uweze kutatua kwa kuficha, ili uweze kutatuliwa. Kwa hiyo alifanya vile maana hakuwa na nuru. Lakini kama angemwambia hela zako hizi hapa, ingemfanya mume wake kufikiri zaidi. Kwa hiyo mambo ya fedha, tulipokuwa tunasoma shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Wengi wakitamani hiyo wamefarakana na imani na wamejichoma kwa maumivu mengi. Jambo la tatu ambalo Biblia inalimulika kabisa ni swala zima la mahusiano ya kimwili. Biblia imeweka kanuni, na mimi ninataka kushiriki tu kanuni. Siendi kwenye sera. Hiyo sina. Biblia imetaja tu kanuni. Katika kitabu kile cha Wakorinto ya kwanza sura ya 7. Mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Ziko kanuni 5. So mstari wa 1. Ndio. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Ngoja kidogo. Kumbuka anazungumzia sura ya 6 ambako alizungumzia juu ya zinaa, wakati anawaambia yani kwenu kuna zinaa, hata wa mataifa wanashangaa, ninyi mbona mmeenda vidato vya juu sana. Kama mtu anakuwa na mke wa baba yake. Na ni kanisa wa Korinto hilo. Kwa hivyo alizungumza habari za zinaa sura iliyopita. Kwa hivyo sasa nasema nilivyowaandikia juu ya zinaa. Mtu akihitaji katika swala la mahusiano ya kimwili
ni ndani ya ndoa pekee. Kwa hiyo ngono ni katika ndoa na ndoa pekee. Na hiyo ni kanuni ambayo tangu mwanzo ametembea nayo, na Paulo anaiweka tena kwa kanisa la Korinto. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Nje ya hapo hakuna ngono. Na najua ni kwa nini amefanya vile. Kwa sababu katika Biblia hakuna kitu kinaitwa ngono zembe. Ngono ina responsibility. Ikifanyika bila utaratibu wa Bwana ina wajibu. Mungu hakuiacha hivyo hivyo. Ina wajibu kabisa mkubwa mno. Kwa hiyo ndio maana inahitaji jamii yote ifahamu. Ndio maana akasema ndoa inayoheshimiwa na watu wangapi? Na maradhi yawe, kwa maana washerati watahukumiwa. Ndivyo amesema kwenye Waebrania 13. Kwa hivyo hiyo ni kanuni ya kwanza. Ni kati ya mke na mume na hakuna mbadala. Hata kama kuna namna yoyote unayopitia, haina mbadala. Kanuni ya pili, mstari wa 3. Mume na mkewe haki yake. Na vivyo hivyo mke na mpe mumewe haki yake. Hiyo inamaanisha nini? Inazungumzia nini sasa hii? Kanuni ya pili inayosemwa ngono katika ndoa ni haki ya mwenzi. Ukisikia neno haki, manake kisheria, katika sheria ya Mungu kuhusu ndoa, ni ya kisheria katika mahakama ya Mungu, ni haki. Kanuni ya ngapi hiyo? Kanuni ya ngapi? Na kwa sababu ni haki, akatoa angalizo. Sikiliza angalizo lake, soma. Mstari wa 4. Mke hana amri juu ya mwili wake. Bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake. Bali mumewe. Hiyo sio angalizo, ni kanuni ya 3. Una mke wako hapa? Nani aje na mke wake hapa? Huyo tulishakuwa naye. Nafahamu tulishakuwa naye hata hapa. Usiseme hawa ni wapya. Nikieleza tunataka kuona nani anaweza kuja na mume wake? Nani kusaidia kufundisha tu ndoa moja tu peke yake? Asante, nashukuru. Hiyo ni kanuni ya 3. Kanuni ya ngapi? Sikiliza, naeleza unaishije naye, kwa uchungu ama kwa furaha. Hii inasaidia tu kujua kukagua ninaishije. Asante. Naomba usome hiyo kanuni ya 3 tena, irudie. Mke hana amri juu ya mwili wake. Bali Bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake. Wewe mama hauna amri juu ya mwili wako. Nani anaamrisha mwili huu? Ni huyo hapa. Huyo ndio amiri jeshi wa mwili huu. Halafu pia wewe huna amri wa mwili huu. Anayeamrisha ni nani? Naomba usikize vizuri sasa hapa. Nini anachosema? Anaposema mume ni kichwa kwa mkewe, ni kwenye ngono pekee ameiondoa. Kama huyu ni kanali, huyu naye ni kanali. Kama huyu ni meja, huyu naye ni nani? Wana vyeo sawa inapokuja swala la ngono. Yaani usije ukasema mguu upande, mguu sawa. Mguu upande, mguu sawa. Kwangu ugeuka, mwili regeza. Anasema, we. Hakuna mwenye kutoa hiyo oda. Hakuna aliyekuwa invested katika ndoa kati ya mke na mume. Hakuna aliyepewa oda hiyo.
Maana wote, hakuna anayeamrisha mwingine katika swala la ngono, hayupo. Kwa hiyo nasema mke hana amri, mwenye kuamrisha mwili huu ni nani? Sasa ukisema unaamrisha, huyu mke naye anasema wewe mwili wako hauna amri nao, mimi ndo nina amri. Punguza mwendo. Anayeshika steering ya mwili huu ni huyu. Sasa wewe unaposema mama, huyu anasema tuliza mpira. Mwenye kuambia mwili on the line, get ready, go, ni mimi. Sasa wewe unatoka kuja huko umechemka. Si anasema anachelewesha. Kanuni ya tatu inayokagua unavyoishi na mwenzi ni katika hilo tendo. Ikiwa hautumii amri, msikilize vizuri, inakagua Christianity, Ukristo wako na uongofu wako. Na nilisoma kitabu kile cha Adventist Home na N.G. White, nafikiri vitakuwepo pale, ama Nuru kwa Kanisa wakati ule. Inaeleza malaika wako kwenye chumba ili waone mnavyofanya. Wakifuata hiyo principle vizuri, anasema mbingu zinafurahi. Ikikiukwa wanasikitika. Kwa hivyo ni wote sawa, hakuna anayetoa amri kwa mwingine. Hiyo ni kanuni ya ngapi? Ya tatu. Kwa sababu wote ni sawa, akatoa angalizo. Ndio nataka kusema, usikiza angalizo sasa hapa. Busoma. Msifanyeje? Unadhani kati ya wanaume na wanawake ni idadi ya watu wapi wanaongoza kunyima? Ni wanaume kwa wingi ama ni wanawake kwa wingi? Mmesema kweli. Ni wanawake kwa sababu wana msaada wa biolojia. Kwa sababu ile menstrual cycle imetengenezwa na mwili, ni siku chache ambazo mwili unampushi. Zingine itategemea wanavyoishi na matukio yapi yametokea nyumbani ama katika familia, katika extended family, kwa wazazi na nini na wapi. Lakini ni siku chache mwili unamsukuma. Ni siku chache tu. Kwa hiyo ndio maana kama mahusiano sio mazuri, hawa ni rahisi sana kunyima. Na hapa ni challenge ya uongofu wa wanawake. Aliyeumba ndoa ndiye anayesema msinyimane. Kwa hiyo ni angalizo, kwa sababu wote ni mabosi. Kuna weza kujaribiwa kunyima. Hiyo ni angalizo la kwanza katika ulinganifu wa cheo kuhusiana na tendo la kimwili. Kanuni ya 4 akasema muwe na kiasi. Usisahau kiasi ni tunda la Roho. Na sasa naomba usikize vizuri hiyo kanuni ya 4. Ni kati ya hawa na sisi wanaume, wanani wanaongoza kutokuwa na kiasi? Mmesema kweli. Na iko hivyo pia kwa sababu ya biolojia. Nitakuja kueleza kidogo kwenye neno la Mungu wakati wote. Mwanamume kibiolojia ndivyo alivyoumbwa. Yuko tayari at any time t. Labda tu kwa mawili. Moja, kuna tukio lililotokea likashiriki mfumo wake kwa wakati huo, au
anaumwa, na sio ugonjwa wa kitoto, tegemea na ugonjwa. Kwa hivyo hakuumbwa kuwa idle, kuwa mvivu, labda kwa sababu ya lishe, labda kwa sababu ya matumizi ya vyakula na nini, kama tunavyosikia watu wanapiga kelele siku hizi na kuanza kutuuzia dawa za nguvu za kiume na nini, kwa sababu ya sonona na vitu kama hivyo. Lakini biolojia ya mwanamume ni tofauti na ya mwanamke. Kwa hivyo ni rahisi kuingia kwenye challenge ya kutokuwa na kiasi. Na Mungu ndio anajua kwamba kama kuna eneo linahitaji kiasi, ni eneo la ngono. Biblia inasema, mwanamke anasema uzao wa tumbo, lakini kwa mwanamume anasema nguvu za kiuno chake. Kwenye zinaa Biblia inasema, mwanangu, usiwape wanawake nguvu zako. Lakini huyu ambaye kila ngono inagharimu nguvu, alafu ndio anakosa kiasi. Ndio tunahitaji Mungu atujalie kuwa waaminifu pale. Na kuwa na kiasi si kwa sababu yoyote ile. Mungu anasema uwe na kiasi. Na mimi usiniulize ni mara ngapi kwa juma. Nimesema mimi nafundisha principle na sio policies. Sitei sera. Nitakuwa nakueleza sera yangu na mke wangu. Lakini kanuni inasema kiasi. Sasa namna gani unaitafsiri kiasi? Mimi siwezi kuchora barabara. Ila anachosema ni hivi. Hii sio kilimo kwanza, wala sio dozi ya Panadol 2 kutwa mara 3. Sana sana ameeleza Ellen G. White, akieleza ya kwamba kadiri unavyokosa kiasi ndivyo unapoteza upendo kwa mke, unapotea. Kwa hiyo ukitaka upendo utoweke, kosa kiasi. Kiasi kinaua upendo wa mume kwa mke, kutokuwa na kiasi. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya 4. Kanuni ya 5 ambayo anaieleza ni hii sasa. Malizia kwa mstari. Muwe na kiasi ili ibilisi asifanye nini? Asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi. Kuna kanuni moja ameisema hapo. Soma tena mstari wa 4. Mstari wa 5, wa 4, wa 5. Wewe uko unasoma wangapi? Soma mstari wa 5. Ndio? Isipokuwa mmepatana kwa muda. Ili mpate faragha kwa kusali. Mkajiane tena. Shetani asije akajaribu kwa kutokuwa na kiasi. Kutokuwa na kiasi, ile kanuni ya 4 inaathiri mume kuliko mwanamke katika maeneo makubwa mawili. Moja, inaua upendo wa mume kwa mke. 2, inaua nguvu zake za kimwili. La 3 ambalo linaathiri wote wawili, linaathiri uhusiano wao na Mungu. Watakosa faragha kwa ibada. Yaani kutokuwa na kiasi kunaua ibada ya wanafamilia kwa Mungu. Na ibilisi atakuwa amepata nafasi. Kwa hiyo kanuni akasema fanyaje? Mpatane. Hiyo ni kanuni ya ngapi? Ya 5. Na ameeleza vile kwa sababu wote wana mamlaka ya aina moja pale. Kwa hiyo anasema wapatane. Na hakuna kitu kinacho equalize, kinachokutaka urejee pamoja na inakagua uongofu kama kwenye tendo la ngono, kwa sababu linahitaji upatanifu. Na hiyo ni swala la kiroho. Kwa hivyo hizi ni kanuni 5 ambazo amezianza Paulo kabisa kwenye hiyo sura ya 7. Kwa hiyo ukitaka kujua unaishi kwa furaha ama kwa uchungu,
muzione hizo kanuni na nafasi ya kurekebika. Mungu yupo, atatusaidia. Na ndio maana kama hatuishi kama mwenzi, hapa lazima watu watajikwaa. Lazima. Na hii inakagua mengine yoyote ya nyuma. Inakagua uhusiano, taacha wazazi, inakagua mambo ya fedha. Unaiona inaingia hapa. Na hivyo asanteni. Hivyo Mungu wetu atujalie. Swali. Sihitaji kusogea zaidi. Nataka kama kuna mtu ana swali nisimwache kwenye hizi principles, hizi kanuni. Kuna mmoja pale, mwingine. Na mwingine hapa, namba 2, namba 3 pale. Asante. Watu watatu, karibuni. Asante mchungaji. Kuna wahubiri kanisani wengine wamewahi kusema tendo siku ya Ijumaa kuamkia Sabato wasiharifu Sabato. Lakini kuna wengine wakasema katika ndoa hilo tendo ni takatifu na Sabato takatifu, kwa hiyo no problem. Wewe mchungaji, msimamo uko wapi ili tukae vizuri? Swali la pili hapa. Asante mchungaji. Kwa aspect ya kunyimana, ninatamani kufahamu repercussion ya mwenzi mmoja anapoamua kumnyima kwenye aspect ya kutokunyimana. Mwenzi mmoja anapotumia kumnyima mwenzake tendo kama adhabu kwa probably kitu ambacho either kimemkwaza, ama kimsingi yani amekwazika ama ameudhiwa. Kwa hivyo anatumia kitendo cha kumnyima mwenzake kwenye aspect ya kiroho. Huyu mtu ambaye ninafanya hicho kitendo, kwenye ulimwengu wa kiroho ninawekwa mahali gani? Asante. Watatu pale. Nilikuwa nauliza, kuna ndoa nyingine zinafarakana mpaka watu wanatishiana kuuana, mke au mume. Na hizo zishatokeaga kwenye redio kwamba au kwenye taarifa habari, mtu sijui ni wivu wa mapenzi au ni vitu ambavyo vinasababishana na hivyo. Inafikia mtu mpaka anapata umauti kwenye ndoa. Sasa ukishafika kwamba ndoa imekuwa mpaka mtu anataka kupata umauti, na ile ndoa anatishiwa kila siku kuoa na mwenzake, je, itaendelea ama inaruhusa kupeana taraka? Na kitu kingine sema jana kwamba mwanamke hawezi kuongoza, hana mamlaka popote pale, iwe ni nyumbani anatakiwa ongozwe na mwanamume, na katika kanisa pia. Je, kisheria ya sehemu nyingine mwanamke anaswihi kuongoza watu wanaume? Na Mungu kashaweka kwamba mamlaka kwamba tuongozwe na wanaume kwa kila kitu, yani wao ndio kauli yao ya mwisho. Mwanamke hana kauli ya mwisho, iwe ni sehemu ya movement ya watu, yani kusimama madhabahuni, sehemu yoyote madhabahuni, hata kama ni sehemu za mambo ya serikali, nao ni madhabahu. Je, ana kauli ya mwisho mwanamke au kauli ya mwisho ni ya mwanaume? Hilo la kuongoza na nini liache kesho au kesho kutwa, kwa sababu sijalizungumza vile Biblia inavyosema. Tutakuja kusikiliza ni nini anachokisema pale.
Lakini hili ambalo wanaishi kwenye ndoa na inatishia uhai wa mmoja wapo, nilichokuwa nazungumza kwamba ndoa haivunjiki kwa sababu yale mengine, ila wakitengana sio kwamba imevunjika. Kwa hiyo sisemi akae tu hapo hapo mpaka afe. Sicho Mungu anachokisema, ila ni kwamba haiwezi kusema imevunjika kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hata kama mtu akienda Morogoro kwa sababu hiyo, mwingine akakaa kule, ama ni hapa pa Dar es Salaam Mbagara, mwingine akakaa Gongo la Mboto, haisemi ya kwamba sasa mimi nataka kuoa tena maana mke wangu amekuwa hivi. Hicho ikifika tu hapo hakuna, maana yake wote hawana sifa ya kuingia kwenye ndoa nyingine maadamu huyu yu hai. Watakaa hivyo hivyo. Ndicho hicho ambacho nilikuwa nazungumza sana jana. Lakini sisemi anamtishia kumuua, amekaa hapo anajaribu kufanya jinai. Kwa hivyo Mungu hasemi akae hapo hapo mpaka afie hapo hapo, sio maana yake. Ila ni kwamba akitoka kwa design hiyo, sio kwamba yuko huru kuolewa na mtu mwingine. Ndio tofauti yake tu hapo. Asije akasema nimeachika, amna. Hajaachika, ila kuna swala linalotishia uhai ambalo Bwana hataki kitu kama hicho. Kwa hivyo ni hicho, lakini akimruhusu yeyote kuwa na mume mwingine ama mke mwingine. Hiyo nyingine tutakuja kuiangalia kesho. Swali liko hapa, Mungu anasemaje kwa anaonyima? Amesema hivi, msinyimane. Kwa hiyo anayenyima ajue anaenda kinyume na neno. Hakuna anayenyima atakayeingia mbingu. Sasa mimi niwaambieje? Sasa mbingu zinapeleka muasi? Hebu soma Kutoka. Soma Kutoka 21 mstari wa 10. Tutakuja kuangalia. Ngoja kuanzia kesho mtaona vitu fulani hivi. Unajua hapa tunaangalia viashiria tu. Usiache kuja siku zilizobaki. Tunaenda kwenye maji marefu. Biblia inaenda kutupatia vitu mfumbuzi tunavyoweza kufanya. Kwa sababu ananyima, kwa sababu ndio upande wa strength yake, ndio nguvu zake za kufanya. Umemwaga ugali na mwaga mboga. Anafahamu. Sasa ndio akasema hiyo sio namna ya kutatua. Tatua ni kujua kwa nini amenyima. Na mwanaume lazima ajue kwa nini amenyima. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo utatuzi wa namna huo huwa sio utatuzi, ila ni kuharibu zaidi. Kwa ndio maana ila mimi hapa tunajifunza kuona nini unaweza ukajua mnaishije. Kwa uchungu ama kwa furaha. Ndio maana nimeileta hiyo kitu. Lakini hawezi kufanya hivyo. Hata kama mume wake si Adventista, ni mpagani, hawezi kufanya hivyo. Mbingu zitamuona ni msaliti wa kweli ya Mungu. Ni sawa na yule ambaye asiye na kiasi. Nafanyaje? Yanazungumzia juu wa Adventista wa Sabato. Yanazungumzia wa Sabato. Lakini hiyo ni kanuni ambayo si ya dini, ni kanuni ya Muumbaji aliyeumba ndoa. Kwa hiyo hata kama ni kabila yoyote, ni hamjui Yesu na nini, wakielewa hizi principle watagundua, ndipo wanaweza kusema tu ndoa ni yenye furaha. Yaani hapa kuna kitu zaidi inachohitaji uongofu. Swali lako umeuliza pale. Kutoka sijasoma. Kutoka 21:10, hebu soma. Kwamba ajitwalie mke mwingine. Sawa. Chakula chake huyo. Moja, chakula cha huyo mke. Na nguo zake. 2, na nguo zake. Na ngono yake. 3, na ngono yake. Hata mpunguzie. Usipunguze. Hiyo ni Biblia au unafikiri ni mimi ndio nasema? Saa nyingine unamwona Mungu kama vile haelewi. Anamwambia mwanamume anayeoa mambo mangapi? 1, chakula. 2, mavazi. 3, ngono. Kwa hiyo wewe uweze kuwa unatoa chakula tu na mavazi lakini hauonekani nyumbani.
Nilikuwa nataka nisome tu hapo yani. Swali lako ulilouliza, samahani kidogo, uliuliza juu ya siku ya Sabato. Ndio maana nimeanza kujibu nimeanza kueleza hii habari ya kanuni 5. Ni kufahamu hivi, wale wengi wanaofundisha kwamba haifai watafundisha vizuri wakijenga uelewa huu. Inatumia nguvu na itakupunguzia uwezo wako wa kuwa active katika ibada. Ile ni biolojia kabisa. Moja. La pili, mtu akifundisha hivi atakuwa amekosea. Akifundisha Sabato ni takatifu kuliko ndoa, amekosea. Atakuwa ameanzisha aya zingine. Najua ataenda kwenye ile Kutoka, wafue nguo zao wajisafishe siku 3. Alafu ndipo waje wakutane na mimi. Ni rahisi sana kwenda kwenye zile aya ambazo ni nje ya muktadha kabisa. Hoja iko tu ya kwamba inatumia nguvu, na kwa sababu hiyo kesho Mungu anataka hiyo nguvu kusikiliza na kumwabudu. Sasa ndipo inakuja hivi, ndio maana inajaribu kanuni ya kiasi. Ndio unaiona kanuni ya kiasi. Kwani usiposhiriki siku hiyo utakufa? Ulikuwepo hapo hapo nyumbani lakini wiki nzima. Ndio challenge hiyo. Ndio maana amesema mpata. Wekeni ratiba, kupatana, mkubaliane, ingawa lina psychological ndani yake, lakini pia ni vizuri kuwa na ratiba. Usije ukasema tumekupanga ratiba yetu ni kila Jumanne. Usije ukasema mimi nasema hivyo, kwa sababu lina saikolojia ndani. Inaweza ibadilike muda wowote kulingana na utayari wa wote wawili. Kwa hiyo usije ukasema ratiba yetu sio leo. Kuna shida nyingine sasa hapo, hiyo itakuwa ya Wamedi na Wajemi. Lakini ninachokisema ni kwamba kuna ndoa moja ilileta shida Kenya. Na ni vizuri nieleze kwa sababu ya hilo swali. Mume alikuwa anafanya kazi Nairobi, lakini alikokuwa anatokea sitasema. Kuna watu wana antena ndefu. Na ile kutoka Nairobi mpaka ufike kule, ukiondoka jioni baada ya muda wa kazi, lazima utafika Sabato umefanyaje. Na kwa sababu ni mbali alikuwa hawezi kwenda katikati. Kwa hiyo ni ndani ya siku za kazi. Alafu akimaliza ile siku ya Ijumaa kazi, anaanza safari, anaenda nyumbani. Akifika nyumbani anakutana na bango Sabato takatifu. Ikawa takatifu wiki ya kwanza. Ikawa takatifu mwezi wa kwanza. Ikawa takatifu miezi. Nafikiri bahati mbaya hakutafuta ushauri, hata angeuliza hata mchungaji angemsaidia afanyeje, awashauri. Lakini akaona sawa, na wote ni Waadventista unajua. Nachozungumza hiki. Yule mwanaume akaona Mungu naye anaona. Unajua kuna wakati fulani unasema Mungu anaona. Anaona ujue. Lakini hajakwambia ufanye hivyo. Kwa hiyo akaamua kuoa mke mwingine Nairobi. Na baadaye mke wake alikuja kufahamu. Yule mama akaenda kwa mchungaji. Mchungaji katika swala la kushauriana, ndio mume wake akaeleza yaliyotokea maisha yake kwa muda mrefu. Na alihitimisha kwa neno moja, Pastor, niliona nimwache huyu mama na Sabato yake. Sitawaambia alichosema pastor. Hiyo iache kwanza. Ninachotaka tu kueleza hapa ni kwamba kama yule mama alikuwa anasema ni Sabato na ile kanuni ya 5 inasema mpatane, ina maana maisha yao yalikuwa ya changamoto. Kwa nini hawakupatana? Anafanya kazi Nairobi na hawezi kuja katikati kwa sababu ya gharama ambapo fedha hiyo hiyo inatumika. Vinginevyo basi kila mtu anaishi kivyake kiuchumi.
Labda yule mama ameamua kutumia kivuli cha Sabato ili ampambanishe na muumbaji wa Sabato. Saa nyingine unaweza kumsingizia Mungu wakati uliweza kupanga. Maana kama wangelikuwa wanaishi wana mahusiano mazuri, nadhani wangelipata ufumbuzi. Kwa hivyo ndio maana nikaeleza ya kwamba ukiacho yanayefanya kazi, umesafiri, mtu mmoja alinidokeza hapa, lakini unafika nyumbani ni afu nasema ni Sabato. Mimi nauliza mwanaume, ukifika yuko kwenye siku zake, unafanyaje? Mimi sizungumzia siku ya Sabato, nazungumzia siku zake, menstrual period. Sawa, sihitaji jibu, hilo ni rhetorical question. Baki nalo tu. Ila Mungu anachosema, kanuni ngapi zinazopima uhusiano wangu na mwenzi wangu? Na Mungu atujalie hivyo. Muda umeisha? Asante. Muda wangu umeisha. Kuanzia kesho tunapanda gia ya juu zaidi. Ni elimu ambayo Mungu anaenda kuingia ndani kabisa, ambayo inaleta ufumbuzi wa hizi challenges zote tunazokwenda kuziona. Kwa hiyo usikose baada ya kuona nini kinaendelea kesho, kwa sababu siku zimebaki chache, nitaanza kuingia pale. Na pale ndipo utaangalia mwanaume ni nani katika ndoa yake na mke ni nani katika ndoa yake. Na natazamiwa afanyeje. Mungu atuongoze kwa sala. Yes. Basi tuombe. Baba, asante tena kwa siri hizi kubwa ambazo unatupatia kuhusiana na mahusiano, na kwa sababu tuagiza kwamba utatuokoa pamoja na familia, basi haya mafundisho yakatuokoe sisi na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Tunaomba tukiamini kwamba utatupatia nafasi nyingine ya kuendelea kujifunza katika miguu yako. Patie mchungaji tena mafunuo mengine ya pekee kwa ajili ya watoto wako. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi. Amen. Wewe Mungu wetu atubariki na atufanikishe tunapoenda kuona ufumbuzi tunawezaje. Siku zilizobaki siku kama 2, alafu nitaingia kwenye upande wa malezi. Naomba usikose unawezaje kuanzia hapa. Basi asanteni sana, na kule madarasa yote tunaomba yafungwe sasa, kwa sababu dakika 5 wanaenda toilet na nini, basi warejee ili tuweze kamati ya maombi. Naomba tuonane kamati ya maombi. Kamati ya maombi, kamati ya maombi. Piga mwimbo wote nione.
vijana, naamini mngekuwa mmeshafika hapa. Tulisema tunaanza na nyie. Yanipasa kuwa naye Mwokozi, Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli. Moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea anaweza kufariji na maneno matamu. Moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye maisha yangu yote, yakiwapo majaribu na yoyote. Moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Basi vijana karibuni, na baada ya vijana kamati ya maombi tuna dakika 10 na tunaingia kwenye somo la idara ambalo
walivyomsulubisha kati ya wanyang'anyi, walimvika taji, ile taji ya miba. Kasema imekwisha, ndipo akakata roho, kafara yake ushindi, sisi tumeokolewa. Kazi kwa kaburini, dunia ikawa kimya, siku 3 kaburini. Asubuhi mapema, malaika kashuka, Yesu akafufuka. Asante kwa msalaba, kifo kimeshindwa. Haleluya, haleluya, Yesu amefufuka kama alivyosema. Yeye ni mshindi.